kabisa. Nadhani mlisikia kisa cha jamaa mmoja shujaa alikuwa anaitwa Samsoni. Alikuwa na nguvu za ajabu wa Palestina huko wa Filistina. Nafikiri mlikisikia hicho anaweza kavunja, yani anaua watu. Majeshi akija hata wangapi anawamaliza kabisa. Sasa akafanywa njama wale maadui wakamletea msichana mmoja mrembo sana kwa jina Delilah. Sasa Delilah akawa misheni yake imekuja ili ajue nguvu hizi za Samsoni zimetoka wapi. Zilikuwa za maajabu. Basi katika mahaba yao kila siku pale vipi anampikia, anampatia ni mara ameenda vitani, anamume wangu na nguvu sana wewe. Mimi hakuna anayeniweza hata ikaja dunia nzima. Alikuwa giant, akipita Atlantic mguu mmoja ukiwa akikanyaga hapa mara mbili ameshavuka Atlantic Ocean. Anaweza mti, na kumbuke ni hapo zamani, sio watu wadogo wale wanaishi miaka mingi. Alafu ana nguvu za ajabu. Sasa mkeo akaanza kumwambia, wewe hizi nguvu kwani watu wapi? Samsoni katika ile mambo anakandwa akamwelezea, akamwambia sasa hizi nguvu zangu ziko kwenye nywele zangu. Unajua alikuwa na vitatu vimefungika hivi kama rasta. Okay. Sokote akasema hivi, hizi ndio nguvu zangu, hizi ndizo nazo. Haikupita muda amelala mwenyewe usiku. Delilah akaenda kuchukua mkasi. Akazikatilia mbali bwana. Na nguvu zake zikawa zimesha hapo. Na ndio Samsoni, yani hiyo hadithi ya mwisho wa Samsoni ambao alikwenda katika hekalu, ile mihimili ya hekalu imefanya hivi, basi akasimama hapa ana uchungu. Na ndio zimeanza kumea zile. Alitingisha hiyo hekalu mpaka kaliangusha. Sasa nina swali. Hizo nywele ndio zilikuwa zinapigana. Nguvu zake Mungu aliweka hizo nguvu zake kwenye nywele, nywele zake. Kila mtu mpaka sasa kila mtu ukichunguza sana nguvu zake ziko mahali fulani, lakini yeye mwenyewe ndio hajui. Labda kamuulize babu huyo. Kamuulize babu yako, hivi nguvu zangu ziko wapi? Kama ni nguvu za kiume ama za kike. Coco FM, ladha ya Pwani.